Kipenga cha mwamuzi kinasikika, mtazamaji. Anakuja kutenga tena hapa. Shaka na uparaza kwa kichwa. Wapo kwenye eneo husika, mtazamaji. KCB nyanyua moja kwa moja kumtafuta upande wa pili, huku Etemesi Kelvin. Wapo kwenye eneo husika, mtazamaji. KCB nyanyua moja kwa moja kumtafuta upande wa pili, huku Etemesi Kelvin. Kitolo huyu kocha kwa faida ya Zitech, mchezaji wa zamani kwa faida. Wekesa fika kwenye eneo husika, jaribu kuwasha baruti, lakini mambo yanakwenda ndivyo sivyo, kutokana na changamoto ya mkwaju wa penalty. Piga fataki ya moja kwa moja, lakini unapaa juu ya mtambo wa panya. Anamwondelea katika njia. Boniface anaingia sebuleni, jaribu kuunganisha kadri wake, makosa pale ya mawasiliano. Piga fataki, lakini siokuwa na nguvu za kutosha. Alimtazama jinsi kipa alivyokuwa amesimama, tayari ametoka kwenye eneo lake. Mkwaju wa madhambi. Siraj moja kwa moja anakosa. Albin Manusra, captain National Lembi kwa magharibi, kwa maana nchini Nigeria. Fursa hii na ujaza moja kwa moja, mtazamaji. Kutokana na walinzi kutomakinika, na wameitafuta kadiri uwezo wao ndani ya dakika 40 za mchezo. Kipindi cha kwanza wamepoteza nafasi chungu nzima. KCB angalau wanapokwenda mapumzikoni wakiwa wanaongoza kwa goli 1-0. Bao lake mchezaji Richard Omondi, yani umuhusu mchezaji huyu ambaye kwa hakika yupo katika safu ya kiungo. Fursa nyingine anautia kambani tena hapa. Nilimtaja tangu mwanzo kwamba ana uwezo mkubwa sana Boniface Omondi. Mabao ni mawili ndani ya dakika 2. Kama jinsi alivyoupata moja kwa moja, akaamua kuweka sehemu husika, akifahamu fika kipa kwa vyote vile hangeweza kuufikia pale. Sasa ni experience na ametumia nguvu, na ni ubingwa ambao fursa hera ujaza. Gonga mtambo wa panya pale, mtazamaji. Anasema kwamba imehesabika. Anakwenda pale kutoa maelekezo, mwambia toka kwenye njia, lishwa kadi ya njano, usitufunze kazi hapa. Cha marudio Kahata, nguvu mpya kuzota na chota kama kijiko, moja kwa moja kubaini iwapo kwa vyote vile ulivuka ule mstari moja kwa moja pale, mtazamaji. Kisengere nyuma, hebu tazama ball control yake ya Francis Kahata wa Nyambura, kuleta stability na labda pengine kutengeneza nafasi ambazo zinahitajika mabao kupatikana kabla ya kipenga cha mwisho chake mwamuzi wakati. Kabla ya hapo basi, bila shaka sasa wanatumia maeneo yote kwa ajili ya kurahisisha mwendo. Feargod, fursa kupata bao la kwanza. Feargod bila shaka tena kwa utulivu kwa ajili ya kukomesha wanaomsulubu. Feargod, kipa ama mlinzi kwa hakika, Larry alikosa kuupata ule mpira, na ikawa ni njia rahisi kabisa kwake Feargod kupata mpenyo. Niseme ni sawa na Rizki Kitako kupoteza pale, basi utakuwa unasubiri nini kama mchezaji? Kipa mwenyewe kwa hakika kawa amechanganyikiwa kiasi cha haja. Kasi mmoja atumie mguu wa kushoto, mwingine atumie mguu wa kulia, anaupiga na upaisha. Dhamira sahihi kabisa, mtazamaji. Nafasi ya kipekee ya kuweza kuona na mlinda mlango, anauficha na upaisha. Bila shaka ni mchezaji Feargod, piga fataki kweli kweli, pata mkwaju wa kona. Edwin Mangoli amemvuta tena kwa maksudi. Hapana ubishi, hapana ubishi pale, alimvuta kwa maksudi. Anajaribu kumwelekeza mwamuzi wakati kwamba huyu captain anafaa kulishwa kadi, na ni kadi ya pili ya manjano, akilazimika kutoka nje sasa.
Na wakati huo basi mwamuzi wa kati baada ya kupambana ndani ya dakika 90 katika uwanja huu, hatua ya 30 ya mchezo ama shindano haya Mozartbet. Na wakati huo basi Zetech University wanatupwa nje mashindano. Zetech 0 KCB magoli 4 full time. Nitebonga boli. Imekuwa ni mtihani mkubwa sana kucheza dhidi ya wachezaji ambao ni wazoefu, licha kuwa kipindi cha kwanza ulikuwa umeonekana kuanza vizuri. Game imekuwa sawa. Ukijaribu kuangalia kipindi cha kwanza tulijaribu kumiliki. Tumefungwa bao kama imebaki. In fact imekuwa ni individual mistakes zile ambazo in a signal 3 minutes. So ilikuwa ni very much painful. Tumefungwa bao 2 dakika 3 which to me ilikuwa ni lapse ambao mimi mwenyewe ni kurudi tu kwa drawing board niende niwakie, manake ukijaribu kuangalia huyo kijana amepoteza hiyo mpira. Ilikuwa ni mpira ambao alikuwa ifunge akaipoteza juu na moja ikapigwa moja tu counter, na KCB kuna mastrikers wao ni wazoefu akaconvert ile kurudisha katikati same player, badala kupiga pass yeye anataka kuchenga ikapigwa tena counter. So ikakuwa ilikuwa mbaya sana. Kurudi second half nimeongea na wao wakarudi tena wakiwa juu. Umejaribu kuangalia tumejaribu kuimiliki tena kidogo individual mistake. So ile kitu naona problem yangu kidogo sasa ni hao vijana, na ni vijana wadogo, manake au umeona wakipoteza hiyo ball ni wale ambao tunajaribu kuingiza kwa philosophy ya team, na ni vijana ambao wameneonesha wako na takriban juu, ambao hapo mbele tukiendelea watakuwa ni wachezaji wazuri. So ukijaribu kuangalia vile game imepigwa visawa sawa, lakini kidogo problem imekuwa ni hiyo mambo ya individual mistakes zile ambazo mimi naenda kuwaka. Asante sana na kila coach. Asante. Bila shaka ni coach hapa mchezaji wa zamani kwa faida ya Shabani FC pamoja na Nzoia Sugar. Umecheza na gani nyingine tena? Mafuko Bomba. Yeah. Asante sana na kila laheri coaches. Bila shaka kocha Kitolo mwenyewe akitoa mtazamo wake, na zidi kuganda papo hapo, manake tunazidi kuletea matangazo ngoma ambayo kwa hakika itakuwa inatigwa baadaye ndani ya takriban dakika 15 kati ya 3K timu ya nyumbani katika uwanja huu wa Moi dhidi ya Denmark kutoka pwani ya Kenya, kwa maana sehemu za Kwale. Chance tumepata first half. Baada the end of the first half tumepata 2 goals ambayo imeleta stability kwa timu yao. Na pia uwepo wa Humphrey Mieno labda imekuwa na mchango mkubwa sana usoni kipindi cha kwanza. Ya Humphrey anasaidia, anang'ang'ana, anacheza na uzoefu wake, na amefanya kazi nzuri, amekuwa nzuri pia katikati. na Idi Omoto nimefurahia bila amecheza leo baada ya siku nyingi. Anasaidia kunencha vijana wadogo ambao wanakuja. Kuna baadhi ya vijana ambao nimeona unawapa angalau playtime kwa ajili ya kuimarisha uwezo wao dimbani coach. Kila mtu hapa analipwa na ana uwezo, so kila mtu afanye kazi, sio ndio sababu ako hapa. Si ati utakaa kulipwa tu, ulipwa ufanye kazi. Mwisho coach, Fear God naona amefunga bao hapa, na kama ukamuonyesha kidole gumba. Anakuja, ni mchezaji, huyo ni mfungaji, nishamuona. Ni vile tu alikuwa chini kidogo sababu ya mazoezi. Lakini tunampa muda. Nafikiri ni good finisher kuliko strikers wale tuko nao. Unaaminisha wa Kenya kwamba ni good finisher? Ni finisher, hata amefunga, so muona akili tu sana. Asante sana coach na kila la heri. Asante sana. Asante.